Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa kidini nchini Iran, Ayatollah Al-Khamenei, anasema kwamba taifa lolote katika ukanda wa Ghuba ambalo litashiriki kuisaidia Marekani kurusha silaha hadi nchini Iran basi litawashwa moto. Tahadhari hiyo ameitoa kiongozi mkuu wa Kiislamu nchini Iran akisema kwamba hawatakubali nchi yoyote kushirikiana na Marekani katika ukanda huo, na kitendo hicho ni kukubali kuishambulia Iran, na hivyo taifa lolote la Ghuba ambalo litaamua kushirikiana na Marekani basi watashambuliwa vibaya sana. Iran itashambulia taifa lolote ambalo litaungana na Marekani katika mashambulizi dhidi yetu, anasema kiongozi huyo wa Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Ingawa Iran imekataa matakwa ya rais wa Marekani Donald Trump ya mazungumzo ya moja kwa moja, inataka kuendelea na mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Makombora ya Iran yameonyeshwa kwenye makumbusho ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC huko Tehran, na ni makombora ambayo yanaashiria wakati wowote kulipuriwa popote pale ikiwa Marekani itafanya mashambulizi ndani ya Iran. Iran hata hivyo inapinga madai ya Marekani kwamba inatakiwa ifanye mazungumzo ya moja kwa moja, lakini kwa masharti anayoyataka rais wa Marekani Bwana Donald Trump, hasa katika mpango wa nyuklia au ishambuliwe kwa mabomu, na imewaonya majirani wanaohifadhi kambi za Marekani kwamba wanaweza kuwa katika mstari wa kurushiwa risasi na kuwashwa moto wa makombora iwapo watahusika. Mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja yanatoa fursa ya kutathmini uzito wa Washington kuhusu suluhisho la kisiasa na Iran, afisa huyo amesema kwamba ingawa njia hiyo inaweza kuwa ya kutatanisha, mazungumzo kama hayo yanaweza kuanza hivi karibuni ikiwa ujumbe wa Marekani utaunga mkono. Hata hivyo ametoa onyo kwamba ujumbe kama huo unaweza kuwasilishwa kwa njia nyingine. Siku ya Jumatano, vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti kuwa Kuwait imehakikishia Iran kwamba haitokubali hatua zozote za kichokozi zitakazotekelezwa kwa nchi nyingine kutoka katika ardhi yake. Ni Jordan ambayo imetangazwa siku za hivi karibuni kwamba imepokea ndege za F-35 kwa ajili ya Marekani ambazo huenda zikatumika katika mapambano dhidi ya Iran. Na wakati huu Iran inaionya Jordan juu ya suala hilo na kwamba inatahadharishwa juu ya kutumika kwa ardhi yake kwa ajili ya kurusha mabomu hadi nchini Iran. Mshirika wa Iran, Urusi, amesema siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita kwamba vitisho vya Marekani vya kuishambulia kijeshi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran havitokubalika, na siku ya Ijumaa ilitoa wito wa kuzuia hilo. Iran inajaribu kupata uungwaji mkono zaidi kutoka kwa Urusi, lakini inashaka kuhusu kujitolea kwa Moscow kwa mshirika wake, alisema moja kati ya maafisa huko nchini Iran. Hii inategemea mienendo ya uhusiano kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, afisa huyo alisema. Hata hivyo, maafisa wengine wamethibitisha kwamba Putin hataweza kuiacha Iran, ataweza kushirikiana nayo kwani tayari wameshaunda muungano na wameshasaini mikataba ambayo ni ya ushirikiano kama ambavyo wameshirikiana katika vita huko nchini Ukraine. Trump amependelea makubaliano badala ya mpango wa nyuklia wa Iran na badala ya makabiliano ya kijeshi, na alisema mnamo Machi 7 alimwandikia Khamenei kupendekeza mazungumzo. Afisa mwingine wa Iran amesema duru ya kwanza ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja inaweza kuhusisha wapatanishi wa Oman kufungana kati ya wajumbe wa Iran na Marekani. Khamenei ameidhinisha waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi au naibu wake Majid Takhti El-Ravanji kuhudhuria mazungumzo yoyote ambayo yatafanyika huko Muscat. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.